Mithali sura ya 22 mstari wa 5. Biblia inasema miiba na mitego huwa katika njia ya mshupavu, yeye aitunzaye nafsi yake atakuwa mbali nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia Biblia ambapo inatuonyesha kitu cha ajabu sana, ni kwamba nafsi ya mwanadamu inahitajika kutunzwa. Karabasha. Nafsi ya mwanadamu huwa inatunzwa. Kwa hiyo wewe hapo ulipo, nafsi yako inatakiwa uitunze. Mwanadamu ana mwili, ana roho, ana moyo, alafu ana nafsi. Hicho kitu usije ukasahau, na kila kitu kina kazi yake. Watu wengi wanaanza kunasa kwenye nafsi, nafsi ndo inaanza kupokea baadhi ya vitu mpaka mtu anaanza kuharibikiwa, kwa sababu kwenye nafsi kuna mind, will and emotion. Kwenye nafsi kunakaa vitu vitatu. Jambo namba moja, hisia. Kwenye nafsi huwa kuna hisia. Lakini jambo namba mbili, ufahamu huwa unakuwepo katikati ya nafsi, ufahamu kitu fulani. Lakini jambo namba tatu, mapenzi, kitu cha kupenda huwa kinakaa kwenye nafsi. Na kwenye moyo nako kuna vitu vyake huwa vinakaa. Kwenye moyo nako kunakaa vitu vitatu: dhamiri, picha na mawazo. Na kwenye roho ya mwanadamu nako kunakaa vitu vitatu: uwezo, mamlaka na nguvu. Hicho kitu sije ukasahau. Sasa nataka nikusomee Biblia inasema nini juu ya hivi vitu vyote ambavyo nimekwambia. Angalia kitabu cha Luka sura 10 na mstari wa 27. Biblia inasema nini juu ya hivi vitu vyote ambavyo nimekwambia: roho, nafsi, moyo. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Jambo la kwanza Yesu anasema moyo. Naenda mbali kidogo kwenye hili somo ili nisikuache. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote. Vitu viwili hivyo kashavitaja. Na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Anaongelea vitu vitatu. Kwa nini Yesu asiseme mpende Bwana Mungu wako afu asitaje roho, moyo na nafsi? Kwa hiyo Biblia kwenye kitabu cha Methali inaposema yule ambaye anapenda kushupalia mambo, anapenda kushupalia baadhi ya vitu, nafsi yake lazima iharibikiwe. Wako watu nafsi zao ziliharibikiwa. Wengine waliharibikiwa nafsi zao kwa njia ya zinaa. Wengine waliharibikiwa nafsi zao kwa addiction mbalimbali. Na kwa sababu kwenye nafsi nimekwambia kuna vitu vitatu. Kwenye nafsi kuna mapenzi, kuna hisia na kuna ufahamu. Miiba na mitego huwa katika njia ya mshupavu. Kuna kitu alikishupalia. Lakini angalia Biblia inamalizikia, nasema yeye aitunzaye nafsi yake atakuwa mbali nayo. Alishindwa kuitunza nafsi. Na ndio maana kwenye maisha inatakiwa ujifunze kuitunza nafsi. Unakutana na mtu anakuambia haiwezekani chuo mpaka umalize chuo bila kukutana na mwanamke. Lazima tu bana, lazima. Utashindwaje kuwa na mademu wewe? Unashindwa kuitunza nafsi. Ni mtu linakuambia kwamba chuo lazima uwe una mahusiano na lazima uwe una ka boyfriend ambako unaweza kaenda ukalala hapo. Unashindwa kuitunza nafsi yako, unashupalia kwanza mambo mengine. Ndio maana unaibiwa baadhi ya vitu. Itana na kusubiri umalize chuo, opportunity inatokea, shetani anapita hapo katikati anakuza. My God.
walivyoibiwa, wengine wakaibiwa hatima zao kwenye hayo maeneo. Ghafla tu mtu. Usivue nguo haraka kwa mtu ambaye umfahamu, kijana wa kiume, kijana wa kike. Kuna watu wanatumwa kwenye ukoo wao, nenda kachukue nafsi ya fulani, kwa sababu haiwezekani. Mimi nasema haiwezekani mtu akawa shuleni anafanya vizuri, amefanya vizuri, alafu sasa hivi yuko zilo. Kibinadamu, maisha ya mwilini, utasema akili za shuleni hazifanani na za mtaani. Hiyo nayo ni moja ya upuuzi. Kuna kitu katika ulimwengu wa roho kiko sawa. My God, unapokuwa unaota unakula, ni shetani kuna kitu anakiiba, kwa sababu lazima ulipie, lazima utoe hela. Hakunaga chakula cha bure. Na kuna wengine out tu kwenye maisha yao, walivyotolewa out, hatima yao ikaharibikiwa. My God. Mwingine unaota unafanya zina, unaota unafanya mapenzi, unachekelea. Zamani watu walikuwa wanachekelea, lakini kumbe ndo unaibiwa nyota. Hatari sana. Sio kila mtu ambaye anakuja kwenye maisha yako una uwezo kumpokea haraka haraka. Kwa nini usimuulize kwanza Mungu? Vikaharibu kesho yao, vikaharibu vitu vyao, wakashindwa tena kusogea mbele. Wengine waliharibikiwa kwa sababu adui anaiba kitu kwa vitu vingi, lakini kwa uelewa wangu ambao Mungu amenifundisha kwa muda mrefu, adui anatumia njia ya chakula. Chakula ni kitu hatari sana. Ndio maana ukiota unakula, na sio ndoto ambayo unaota unakula basi ni ya kipepo, no. Lakini kuna 70% kama 70 ya ukiota unakula, kuna kitu unaibiwa. Kwa nini? Hakuna mtu atakaye kupa chakula bila kulipia. Lazima kuna kitu ulipie. Kwa hiyo unapokuwa unaota unakula, ni shetani anakupa, lakini kuna kitu anakuibia. My God. Nafsi. Jitahidi sana kutunza nafsi yako. Kutunza nafsi. Kutunza nafsi. Tunza nafsi yako, isije ikapenda kitu tofauti na Mungu. Tunza nafsi yako. Itunze sana nafsi yako. Jizuie katika mazingira haya ambako dunia imechanganyikiwa. Na shetani anaongea. Shetani anazungumza live na kizazi hiki. Anazungumza, na ili uweze kuitunza nafsi yako lazima ujifunze kuna vitu. Na hii inaongea kwa wale ambao wanatamani kufika mbali, hatima. Wengine wanategemewa kwenye familia. Shetani sasa hivi anazungumza kwa kupitia nyimbo, kwa kupitia movie. Kuna movie tu kiangalia na kuprovoke kufanya mambo ya ajabu. Kuna nyimbo tu kizisikiliza, ukitoa earphone unajisikia wewe unajua namna unavyojisikia na unaona la. Shetani anaongea. Oh yes. Katikati ya majira haya na mazingira haya, jitahidi sana kuitunza nafsi yako. Tunze nafsi yako, iombee nafsi yako. Ikiwa kuna mahali uliteleza, opportunity nyingi zikapita mbele yako kwa sababu ulishindwa kuitunza nafsi, adui akakuwekea kizuizi, omba na mimi maombi haya. Mwambie Mungu akurehemu. Unaweza kuweka mkono kifuani tukaomba pamoja. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninaomba unirehemu. Bwana Yesu, ikiwa nilishindwa kutunza nafsi, Yesu naomba unijalie kila kilichopotea, unirejeshe.
Emsema Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ya 14 kuanzia mstari wa 7. Maandiko yanasema yako matumaini makubwa ya mti uliokatwa, lakini kwa harufu ya maji utachipuka tena. Mungu, ninaomba unisaidie kila nilichokipoteza, nafsi yangu ikapotea. Naomba unisaidie, unirejeshie Bwana yale yote mema niliyoyapoteza. Naomba unirejeshie kwa neema yako, kwa jina la Yesu, amen. Tunza nafsi yako.